بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، tunamshukuru Mola subhanahu wa ta'ala wa fadhila zake na rehema zake, leo akatupa uhai, akatupa na afya na khatwa, tukaweza kusikilia mahala patukufu kama hapa. Tusema alhamdulillah la hadhi neema, na ambao kubahatika ni wagonjwa, inshallah Mwenyezi Mungu ayapoze magonjwa yao, na ambao washatangulia barzakh, Mwenyezi Mungu ayajalie makabri yao ni rawdatan min riyadil janna, na sisi siku ya kufa tufe kwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Maudhui yetu leo tumependa kueleza thawabu za dhikrullah subhanahu wa ta'ala, thawabu za kumtaja mno Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman, wale watu wema ambao wenye kumtaja Mwenyezi Mungu ilhali wakiwa wamesimama, wa qu'udan, na ikiwa wamekaa, wa ala junubihim, hata ikiwa wamelala kwa mbavu zao, wamelala katika vitanda vao, wakawa kila leo hawamsahau Mola wao subhanahu wa ta'ala. Ndio Mola akatuambia alladhina amanu, wale watu ambao walioamini, wa tatma'innu qulubuhum, tatma'innu, zikatulia tuli kabisa qulubu, nyoyo zao, bidhikrillah, wa kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ala, yuweni sana, tanabahini sana, ala bidhikrillah, huku jamaa wa kumtaja mno Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tatma'innul qulub, hutuza, hutulisha, huziwata nyoyo zikatulia, wa kumtaja mno Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu lao yeye Mola hakukupa ulimi wa kuweza kumtaja, ungekuwa huwezi kumtaja Mwenyezi Mungu. Sasa Mola kama huyo ambaye ihsani zake ni njema, haziwezi kuangika, hazihisabiki, ihsani zake ni nyingi sana, kukufanya wewe mwanadamu ukawaweza kwenda baharini, ukawaweza kuvuta nyavu, ni mwenyewe Mola subhanahu wa ta'ala. Ukawaweza kuendesha bajaji, ikiwa ni mtindaji mbuzi ukaweza kutinda mbuzi. Zile zote ni neema za Mola, ni kila leo ukiamka huo utamtaja Mwenyezi Mungu. Ikiwa yeye ni mwalimu waweza kusomesha, ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sio kwamba umeenda baharini umetia nyavu zako basi umekiburuta kile kiori chako ukaiona wewe ndio mtu mkubwa, hakuna kama wewe. Au umepeleka bajaji zako umepiga tripu zako 5-6, wewe mwerevu sana. La, ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alokupa uwezo mpaka lile guu lako likaweza kukanyaga ile clutch ya nini, ya bajaji. Mwenyezi Mungu alokupa uwezo ile pondo ukaiweza kushika ile pondo ukateremka mwenye kupiga kimia, si wewe, ni Mwenyezi Mungu. Wewe mwalimu ukiwasomesha, unaposhika choki pale au unaposhika kitabu wasomesha, kule kushika kusomesha si uwezo wako, ni Mwenyezi Mungu. Ni lazima kila leo uwe utamkumbuka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tumkumbuke kwa zile neema zake ambazo la tuhswa, hazihisabiki, haziwangiki. Lao nilikuwa mimi ni kipofu, ningekuwa siwezi kuyafanya mema kama hayo ya kwenda baharini, kuendesha bajaji, kuendesha tuktuku, kwenda skuli, kwenda madrasa. Lao nilifanya nikiwete, sina miguu, sina mikono. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha wa yakhtar, aweza kukuumba akakufanya watambaa, akakuondoshia miguu. Wangapi tukiangalia katika machana utamwona pengine mtu maskini hana mikono, au pengine amezaliwa hana miguu. Sasa Mola amekupa miguu, Mola amekupa mikono, akakupa ulimi ukawa wewe si bubwi, akakupa masikio ukawa wewe yani si kiduko. Kama alikuwa ni duko watembea barabarani, neema kubwa ya mwanadamu kusikia. Gari ya kupigia honi, wewe enda zako, kumbe gari iko karibu na wewe, huna habari. Au pengine upite kwa upite polisi, wale mapolisi wakuite wewe, kuja hapa, kuja hapa. Wewe maskini usikii, utapita
wao waje wakushike shekhe, wakwambie mjauri, wakupige pengine wakumalize kweli, kuna ile hali wewe maskini si mjauri, sababu walipokuita ukusikia, au barabarani wapigiwa honi ukawa usikii. Kwa hivyo neema ya kusikia ni neema kubwa sana, neema ya kusema, neema ya kushika, neema ya kwenda, zote hizo ni neema za Mwenyezi Mungu, neema ya kuona. Sasa Mola huyu mwenye akwambia ala bidhikrillah, jamaa, huku kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tatma'innul qulub, yani ndio nyoyo hutulia. Nabii Allah Idris alayhi salam, huyu alikuwa akifanya ibada sana, kila leo dhikrullah, mwenyewe umtaya Mola wake Mwenyezi Mungu, ibada zake zilikuwa ni nyingi sana, mpaka wale malaika kuziona ibada hizi. Maana hakuna ibada kubwa kama mwanadamu kumkumbuka Mola kila leo. Wewe angalia, ikiwa una daktari wako, tena daktari huyo amekupa namba zake za simu, na ukwenda bure, umekwenda kwa pesa zako, lakini pengine Mwenyezi Mungu atie kudra yake, ule daktari akupoze maradhi fulani, akwambie chukua namba yangu hili, basi utakuwa kila leo wewe wamkumbuka daktari wangu amenipoza, yule daktari wangu. Sasa kwa nini usemi Mola wangu amenipa mato, Mola wangu amenipa miguu, Mola wangu amenipa ulimi, Mola wangu amenipa afya, Mola wangu amenifanya mimi ni mwanadamu, tena mwanadamu kamili, hakunifanya mimi ni mpungufu. Basi kila leo mwanadamu awe ni mwenye kumtaya sana Mwenyezi Mungu. Nabii Allah Idris, mpaka malaika wakaja wakamtembelea kuziona zile ibada namna zilivyokuwa nyingi za kumtaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakija kumtembelea na yeye akafurahishwa sana, kuna yeye akapenda naye ende atembee mbinguni biqudratillah Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kisa maarufu, Nabii Allah Idris alayhi salam akatukuliwa. Alipokwenda yu, sasa kule yu akaomba ende atembee ndani ya moto, atembea ndani ya moto, akatoka kwa muda mchache sana, akaomba atembee ndani ya pepo, akaenda akatembea ndani ya pepo, zile neema ambazo Mola Subhanahu wa Ta'ala amewaekea muuminin, amewaekea muuminat, amewaekea muslimin, amewaekea muslimat. Alipoingia ndani ya pepo, ikawa kule ladha raha zile hataki kutoka, na wale kwenye kumtaa Mwenyezi Mungu watakuwa mali fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir. Nabii Allah Idris alipoambiwa sasa toka, akasema la, mimi sitoki, kwa sababu mimi nilikufa, sikuweza kuja huku mbinguni. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nilikubali kufa ndio nitukuliwe, nikafa. Na mwanadamu kufa ni mara moja, na mimi nishakufa, kisha nikaingia ndani ya moto. Mola atuambia wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, ni lazima katika moto tutapita. Je, peponi ni khalidina fi abada, la yadhuquna fiha almauta, hakuna ndani ya pepo kifo, hakuna maradhi, hakuna ugonjwa, hakuna kuumwa na mato kukunyeza kaotoka matozi, hakuna peponi mambo hayo. Hakuna miwani kwamba samati yangu ya sasa hiyo, sahau mambo ya miwani, mambo ya mato, ya pressure, pumu, hakuna hizo. Utazipata wapi? Bidhikrillah, kumtaya sana Mwenyezi Mungu. Atuambia Mtume, hakuna wakati ambapo watu wa peponi watasikitika walipopitiwa na pangine saa, wakawa ni wenye kumsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Allah Idris alipoambiwa toka, akakataa. Sasa mimi siwezi kutoka. Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kumpenda kiumbwa huyu, je, ampende Idris peke yake? La, inna Allah yuhibbul mu'minin, inna Allah yuhibbul muttaqin, inna Allah yuhibbudh dhakirin Allah kathira wadh-dhakirat. Mola mwenyewe atuambia warafa'nahu makanan aliya, Mwenyezi Mungu akamweka katika wingu wa 4 Nabii Allah Idris alayhi salam, kwa ile ibada zake nyingi za kumtaya mno Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tuambiwa Nabii Allah ule mtume Mwenyezi Mungu, Nabii Allah Ilyas alipoiliwa na malakul mauti, mwambia Ilyas, yeo nimekuya, ni siku yako. Nabii Allah Ilyas alilia sana kumwona malakul maut, akamwambia ya Ilyas, atakhafu almauta, je Ilyas uogopa kufa wewe?
alilia Ilyas alipokuja malakul mauti shekhe, na ni mtume wa Mwenyezi Mungu huyo Ilyas. Akamwambia, la, mimi si chikufa. Mbona walia Ilyas? Mimi nalia nikifa nitakosa kumtaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwaya, nimekosea katiti Khidri na Ilyasi hawa wako duniani. Pale alipolia, basi kwa nini? Kwa sababu nitakosa kumtaya Mwenyezi Mungu. Mola Subhanahu wa Ta'ala kamwambia malakul maut, niatia Ilyas, usimtukue, kwa sababu mwenye asikia raha kunitaya mimi, sio kwamba ogopa kufa, sababu ukifa ndio unakuwa karibu na Mola, na ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Akaambiwa awatwe, asitolewe roho, kwa sababu ana shauq, ana mahaba. Anasema kisha kutiwa katika kaburi itakuwa hamtai tena Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Ndio katika riwaya Nabii Allah Ilyas yuko katika ulimwengu, haonikanini, yuko hai, aliwatiwa mwenyewe, Mungu alimwata mpaka atakapomtukua akhir umri, tena mwisho, kwa sababu Mola mwenyewe ni faalu lima yurid, aweza kumpatia mtu umri namna anavyotaka. Ilyasi huyu ikawa ni mwenye kupata umri mrefu, na mpaka leo yuko ulimwenguni pamoja na rafiki yake Nabii Allah Khidri alayhi salam. Tuambiwa hawa wawili wako ulimwenguni. Ndio riwaya nyingine yasema kuna mitumi wawili wako ulimwenguni, wako hai. Wanazona kutuambia Ilyasun wa Khidrun, na mitumi wawili wako zao peponi mbinguni, Isa wa Idris alayhi salam. Hawa ndio wako zao mbinguni. Na ukipata bahati pengine ukimpata Ilyas au kampata Khidri, mambo yako hufaulu. Na Mwenyezi Mungu amewaficha kama namna alivyoifita Lailatul Qadri, huwezi kuijua kama Mwenyezi Mungu alivyoifita siku ya Ijumaa. Kuna saatul ijaba, Ijumaa ikiingia, wengine watuambia ni pale alfajiri kichomoza pale ukiomba dua subuh. Wengine nasema hapana, ni pale imamu akipanda mimbar ukiomba dua makbul. Ni Mwenyezi Mungu mambo kama mwenyewe ameyafita, kama namna Mwenyezi Mungu alivyolifita Ismullah al-Azam, jina la Mwenyezi Mungu kubwa hilo ambalo ukilipata hilo shekhe uombalo ni kun fayakun. Sasa Mwenyezi Mungu akawafita hawa Nabii Allah Ilyas na Khidri wako ulimwenguni. Kwa hivyo Ilyas Mola alimwatia hayati kwa sababu ilikuwa kana yadhkurullaha kathiran, ilikuwa akimtaya sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mola akatuambia wadhakirina Allaha kathira, wale wenye kumtaya Mwenyezi Mungu sana, minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Mola sema a'adda Allahu lahum maghfira, Mola amewaekea msamaha, wa ajran adhima, na ujira ambao kwamba ni mkubwa, wamewekewa wale watu ambao wenye kumtaya sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio mtume akatuambia hadithi ambayo imepokewa na Abi Darda, asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtume alinena, ala unabbiukum, jamaa siwapi habari, bi khairi amalikum, amali yenu bora, wa azka inda malikikum, na ambayo ilotakasika mno, yapendwa mno mbe ya mfalme wenu na ni Mola Subhanahu wa Ta'ala, wa arfaiha bi darajatikum, yani ina daraja kubwa kabisa, wa khairi lakum, wallahi yashinda min infaqi dhahab, kutoa dhahabu sadaka, wal waraqi, ikiwa tatoa fedha, tatoa pesa, wa khairin lakum, na bora kwa nyinyi kushinda zote, kushinda dhahabu, kushinda almasi, kushinda lulu, kushinda marjani, zote hizo watuambia. Tena lingine, min an talqaw aduwakum, kushinda kupambana na adui wenu, adui huyo fayadhribu a'naqakum, akakata mashingo zenu, akapiga shingo zenu, watadhribu a'naqakum, na nyinyi mkawakata shingo zao Mayahudi au makafiri katika jihad. Masahaba wakashtuka sana. Mwanadamu huenda mbio kupigania apate pesa, apate dhahabu, apate fedha. Leo kuna kitu cha shinda zote?
katika jihadi pia, uende katika jihadi utupe roho yako, kumbe kuna kitu kizuri kushinda zote. Masahaba qalu bala ya Rasulullah, hela tuambie nasi kitu bora kushinda dhahabu, kushinda fedha, kushinda lulu, kushinda marjan, kushinda kitu gani? Mtume akamwambia dhikrullah, kumtaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio tunaona baadhi ya ndugu zetu wenyewe hutembea na huku wana tasbihi zao, huku yadhkuruna Allah, wakawaenda wanakwenda huku na huku. Basi hakuna kitu ambacho ni kitukufu jamaa kushinda dhikrullah. Qala Muadh ibn Jabal, ma shay'un, hakuna chochote jamaa, anja ambacho kitamwokoa mwanadamu min adhabillah, na adhabu ya Mwenyezi Mungu, min dhikrillah, kushinda kumtaya Mwenyezi Mungu. Tuseme leo kuna baadhi ya watu wamefunga Arafa. Arafa ambayo itakupa thawabu ya miaka miwili au itafuta madhambi ya miaka miwili. Arafa ile yako si ya Mwenyezi Mungu. Hiyo Arafa aliyeta ni Mwenyezi Mungu. Sasa yeye akupatia neema kama hizo kisha usahau kumtaya. Kuna ndugu zetu wako haji na Mwenyezi Mungu mwenyewe namna anavyopenda mahujaji, ukienda haji ukirudi unarudi wewe kayaumin waladatka ummu, kama siku ambayo mamako amekuzaa. Hija ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Sasa hija ni ya Mwenyezi Mungu. Au kiswali hapa, ukienda ukipata bahati ukaswali msikiti wa nani? Wa Mtumi, upate bahati unaweza kwa umra au haji, msikiti wa Mtumi adhuri moja waandikiwa 1000. Ule Mtumi ni wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Ule msikiti wa nani? Ni wa Mwenyezi Mungu. Upate bahati uende Baitul Maqdis, piga adhuri yako Baitul Maqdis, wapata thawabu 500. Baitul Maqdis ya nani? Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Sasa ndio ukaswali kule wafurahi, minna swali Baitul Haram, minna swali Baitul Maqdis, minna swali msikiti wa Mtume, nimerudi na mabilioni ya dhahabu. Ya nani? Haya, upate bahati mahujaji ambao wameambiwa wakafanya hija watu 1000, leo waingie katika msikiti wa Haram, usalli dhuhri Allahu akbar, wayua pata thawabu ngapi ya dhuhri moja? Laki. Subhanallah. Wewe waja huku zako Kenya uliswalia kwa mwezi mzima, fanya hisabu wewe, ufanya hisabu, calculate mwezi mzima kuna dhuhuri ngapi, al-asri ngapi, maghribi ngapi, isha ngapi, fajiri ngapi, alfu itakuwa ni mabilioni. Mabruku hapo. Kisha ukija huku umsahau Mola ambaye ndio alokuetea zile alokuwekea. Kuna baadhi ya watu watatinda, unapotinda mbuzi wapata thawabu idadi ya zile ile nyele za ule mbuzi. Ikiwa utatinda kondoo, yani uhisabu ule mbuzi tukikuetea, tuhisabie hizi nyeni ngapi, huwezi kuzimaliza. Leo upate thawabu idadi ya zile nyele. Ule mbuzi wa nani? Allah. Mbuzi ni wa Mwenyezi Mungu. Wewe mwenyewe mwenye kushika kisu kutinda ule mbuzi, wewe wa nani? Wa Allah. Kwa hivyo hakuna kitu zaidi ya kumtaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio mwenyewe Mola akasema a'adda Allahu lahum maghfira, wenye kunitaya mimi Mwenyezi Mungu nasema nimewekea msamaha wa ajran adhima, na thawabu kubwa kabisa. Ndio Mtume akatuambia maratu lailata usriya bi, niliwapitia wakati nilipopelekwa Mi'raj, au nilipopelekwa mimi nilipotoka Makkah nikaenda zangu Isra na Mi'raj. Nilipopandishwa mbinguni nikamwona mtu mughayibin fi nuri al-arshi, amezama, amefinikwa na nuru ya arshi. Ikabidi Mtume aulize man hadha, kwa sababu Jibrili mwenyewe alikwenda na Mtume mpaka katika mbeyu kabisa huko. Jibrili hakuweza kusonga. Mtume akamwambia, ya Jibril, mbona waniwata huna yatrukul khalilu khalila, hapa bui humwata bui wake, mbona unitukui nkendayu, mbona waniwata peke yangu? Mtume mba Jibril, twende. Jibril akamwambia, wama minna illa lahu maqamun ma'lum, kila mtu ana daraja yake Muhammad. Mimi leo nitajaribu kunyanyua guu langu, kharaqtu
nitateketea, sina tena power. Lakini wewe Muhammad, la utanyanyua guu uende juu, kharaqta wewe, mimi ihtaraktu. Lao nitanyanyua guu langu mimi, ihtaraktu, wasema Jibril. Lakini wewe mtume ukipasua juu lao, ukinyanyua guu lako, kharaqta, utapasua. Mtume akapanda juu. Ndipo popanda juu, asema akashangaa, amwona bwana mmoja amefinikwa na nuru ya arshi. Ikabidi mtume aulize, anabiyu? Nauliza mtume, la. Amalakun? La. Mursalu? La. Ambia la, ni mtu ambaye kwamba rajulun min ummatik, ni mtu ambaye katika umati wako. Ilikuwa na daraja gani mpaka Jibril akawa katika chini? Ambia ni rajulun kana fi dunya, alikuwa katika dunia, lisanuhu ratbun bidhikrillah, wallahi ulimi wake yani haukauki mate, umaimai wa kumtaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waweza huku wewe umerusha nyavu yako, sio ngoja samaki Mungu akuetee, subhanallah alhamdulillah, wala sio kwenda wewe vuta nanga hiyo, wewe fala wewe, lete dhikrullah, taje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile nyavu umerusha kwenye mai, una samaki wako pale, umewapeka samaki wewe. Samaki ni wa Mungu, bahari ni ya Mungu, imetutuka kwa kile kihori. Kisha wewe wewe hujui kuvuta ni nanga, wewe tia pondo na hapana. Nyote mwe katika kile kihori, dhikrullah, mumtaye Mwenyezi Mungu. Kama umerusha nini nyavu yako au umerusha mshipi wako, mtaje Mwenyezi Mungu. Wakati wa Nabii Allah Musa alayhi salam, kulikwenda baharini watu wawili, mmoja na kihori chake lakini si Muislamu, na mmoja alikuwa ni Muislamu. Yule Muislamu ikawa mwenyewe utia nyavu zake au kawa ni kimia chake, na huku mwenyewe lisanu ratbun bidhikrillah, amtaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule kafiri humtaya nani? Usema Isa ni mwana wa Mungu mwenyewe, lakini Mwenyezi Mungu mipango yake. Yule bwana akapata samaki wengi. Nabii Musa likamuudhi sana, ya Rabb, hadha yadhkuruk, huyu kutaya wewe na wewe wampa kafiri samaki. Mwenyezi Mungu Nabii Allah Musa mpenda, akamwambia Musa, ule maskini ule Muislamu, la ilaha illa Allah subhanallah, akarusha mshipi wake akapata kisamaki kimoya, akafurahi maskini, akakivuta, akitaka kukitoa ndoana iko kikakimbia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Si mapresha hayo. Lakini Nabii Allah Musa akaambiwa na mwana wake. Nabii Allah Musa alikuwa wakana inda Allahi wajiha, mwana alikuwa akimpenda sana huyu. Katika mitumi 124,000 huyu ilikuwa huzungumza na Mola wake kama mtu kuzungumza na mwanadamu, yani wenyewe wazungumza kwa raha zao, mpaka mtume shtuka namna Nabii Allah Musa anavyopiga mayoe kumpigia Mola. Ambaye ya Rabbi, mbona huyu maskini Muislamu hakupata hata samaki mmoja, hili kafiri limepata samaki wengi? Akaonyeshwa kashf, akaambiwa angalia namna nilivyomwekea kafiri zinganga motoni, namna nilivyomwekea adhabu. Hao samaki atawala siku ngapi, au atawauza siku ngapi, kisha mwisho atakuja akhira. Sasa angalia neema, angalia akamfungulia, angalia pepo ambayo nimemwekea ule Muislamu yeye alikwenda baharini, lakini kwa kunitaya mimi amekosa samaki. Lakini angalia neema kama hizi nimemwekea, jannatin wa na'im, hurin ain. Yule kafiri nimemwekea nini? Ghislin, nimemwekea zilzala. Kwa hivyo huyu Muislamu hata akenda kikosa samaki, Musa usihuzunike, bali nimemwekea jannatin na'im, walal akhiratu khairun laka min al-ula. Akhira ndio bora jamaa kushinda ulimwengu. Kwa hivyo lama hakuna kitu kizuri kama kumtaya Mwenyezi Mungu. Ndio mtume akasema, akaambiwa kwamba ni mtu kana lisanu ratbun bidhikrillah wa qalbuhu muallaqun bil masajid, yani moyo wake umefungamana na ya misikiti. Yeye ndio roho yake ya muathir kabisa. La msikiti zuri jema, maana yake ulitenda, maana yake msikiti kuamrisha jema. La msikiti ndio amefungamana nalo yeye. Msikiti akwambia usisengenye, usinene urongo, angalia wazazi wako, angalia lete dhikrullah, basi la msikiti amelishika. Je, msikiti taa imeungua, uko tayari kusimamia
takana generator, takana kupigwa rangi, piga rangi tu wewe, piga rangi. La, kuna na mengine atakakuhitajia wewe uyasimamie msikiti, mlipe yule, kama ni muadhini mwenyewe, kama atakumlipa imamu ulipe mataa, basi huyo ndiye ambaye atafinikwa na nuru ya Arshi. Lakini uwe moyo wake umefungamana na misikiti. Je, misikiti ukiswaliwa wakati Mtume watu kama zipia mbalimbali, wakati Mtume ni bega kwa bega. Kwa hivyo ni awe ameshikamana na ya msikiti, sio kwamba kuna corona tuambia sasa tuswali kikorona. Hapana, tuswali vile anavyotaka Mola, alivyomwamrisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtasamee kidogo tukiambiwa kesho Idi, tangazo limetangaza maruhusiwa kuswali Idi, lakini kwa kostumu, kwa sababu itatia corona hizi kanzu. Kilemba piga ukatazo, piga kilemba chako uzuri, kofia vaa, kijibao vaa paka hapa, lakini khatibu, maamuma wote kostumu kwenda tu. Itawezekana? Bwana tumeambiwa bwana tufuate bwana. Mtume amesema man amarakum min al-ulati bima'siyatin fala tuti'uhu. Mkiamrishwa wale watawala kwa maasiya msiwasikilize. Wasikize. Mathalani wakituambia lazima mathalani tulipe majumba yetu renti zile za kiwanda, ile tutakubali. Waendesha gari lazima ulipe leseni, zile ni haram. Lakini akukataze la dini ambalo Mola mwenyewe hupenda kutaywa. Tena Mola Mtume atuambia hufurahika sana wakati unapokuwa katika sijda pale, omba lolote Mwenyezi Mungu wallahi hukufurahikia, na lolote litakuwa hapo wewe la kubaliwa, bora swala yako na yangu ni swala mzuri. Sasa yeye waambie la usisujudu pale wewe, na ukitaka sujudu uwe na kiswala chako, ndio sujudu kwa kiswala chako. Kisha kusujudu pahala ambapo Mungu apapenda, kisha upatie dawa, sababu wewe umepatia uchafu. Subhanallah. Lakini sokoni hakuna sokoni corona. Basi nyumbani utajipanga mwenyewe, tuliambiwa kule juzi. Jipange mwenyewe, hakuna corona. Wapi? Katika mswahafu corona iko, mswahafuni. Wapi pangine? Msikitini corona iko tele. Yananginia hapa corona nyingi, mpaka watu kupita hawezi kwa corona ilivyokuwa nyingi msikitini. Katika modhoka huogopa corona. Au corona ilikuja, bahati mzuri ilipofika kwenye miraa, corona ikaogopa miraa, corona ikakimbia. Ilipofika sokoni corona ikacha sokoni hapa, kuna pilipili hoho, corona ikakimbia. Tujitendeni msikitini, ikawa corona iko msikitini, ndio iko corona na katika mswafu. Kwa hivyo jamaa, dhikrullah, kumtaya Mwenyezi Mungu ni kuielewa ile Qur'ani imenena yeye. Mola atuambia inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Atakatu safu moja. Tena katika jihadi watu katwa mapanga, tena hapo ndo mtaye mno Mwenyezi Mungu. Katika jihadi mtaji sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala Mtume aliposwalisha katika salatul khawf hakuambia jamaa basi sisi panga zitaingia, basi toni nafasi katiti ile makafiri wakirusha zembe zipite zisiwe. La, safan, msimame kama ukuta mmoja. Tena katika panga ulia hapo, yani rushwa zembe, wewe usimame sawa sawa. Mtume angewaambia basi jamaa, kuogopea zembe ni kila mtu awe mbali na mwenzake kiasi cha mita moja, ili makafiri wakirusha zembe zipite zisiwe. Tuombe hapana, safan, muwe kama ukuta. Yeo tuambiwa la, musiwe katika msikiti kama ukuta, bali muwe mbali kama ambao kwamba labda mataka kupiga matiktaki, labda mafanya matizi ya kuinua majibu. Kwa hivyo dhikrullah ni ile Qur'ani ya Mola, pia tuielewe ya takwa ya sio la ilaha illa Allah, subhanallah. Qur'ani hatuyaandami. Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, yani kumtaya Mwenyezi Mungu ni ile Qur'ani uiangalie Mola
ataka nini baada ya kuweta dhikrullah, subhanallah bihamdihi, subhanallah alazim, kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani, subhanallah bihamdihi, subhanallah alazim. Tuzitae hizi zina adhabu kubwa sana. Sasa na Qur'ani ya Mola, tukumtaya Mola unaposoma Qur'ani. Mola mwenyewe atuambia awapenda wale watu katika jihadi wawe kama ukuta moya. Lakini tukimbia kifo. Qul innal mauta alladhi tafirrunahu minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Je, ukimbilika kifo? Mola tuambia qul innal mauta alladhi tafirrunahu minhu, kile kifo ambao kiva barakoa kifa kitonifika, nikiondosha msafu msikitini ndio sitokufa. Mola sema mauti yatakufikia hata ukiwa umetiwa katika friza au fi buruji mushayyada, ngia katika ngome ujifitefite, kifo kitakuja. Kwa hivyo dhikrullah ni umkumbuke Mwenyezi Mungu atakaabudiwe yeye. Dhikrullah tumkumbuke Mwenyezi Mungu ataka atayo namna gani. Qur'an usishike, wewe shika simu, lakini nyumbani ina neno Qur'ani, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma. Tuambiwa hiyo ati na corona. Iko wapi dhikrullah? Dhikrullah ni uangalie kalamu ya Mwenyezi Mungu, maneno yake namna yalivyo mazuri. Hiyo tuambiwa la usije nao, wewe usome kwa simu. Kwa hivyo Waislamu ni lazima tukae chini tuangalie kumtaya Mwenyezi Mungu, si kwa ulimi tu, tumtaye Mwenyezi Mungu mpaka kwa zitendo. Ndio Mtume akatambia wa qalbuhu muallaqun bil masajid. Alikwenda kumwona mtu moyo wake umefungamana na misikiti amefinikwa na nuru arshi. Walam yastasibba liwalidayhi qattun, hakuwatukanisha wazazi wake kabisa. Aliishi katika ulimwengu, hakumpiga huyu wala hakuteta na huyu wala hakumdhulumu huyu, bali yeye yuko katika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rasulullah, hebu tupe mazuri mengine. Atuambia wa Muadh bin Jabal as-sahabi al-jalil, atuambia radiyallahu qala akhiru kalami, mwisho wa maneno yangu, faraktu alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lipoepukana na mtumi. Qultu, limambia mtumi maneno yangu ya mwisho, ayul a'mali ahabbu ila Allah ya Rasulullah, ni amali gani ambayo yapendeza mno kwa Mwenyezi Mungu? Mtume ambia antamuta Muadh, ufe, walisanuka ratbun min dhikrillah, na ulimi wako uwe maimai wa kumtaya Mwenyezi Mungu. Illa annahu qala qultu akhbirni bi afdal al-a'mal, nipe napi bora ya amali, ibada mzuri, wa aqrabaha ila Allah, na itaniweka mimi karibu na Mola. Mtume akamwambia Muadh, antamuta Muadh, wewe ufe, walisanuka ratbun bi dhikrillah, ratbun wentamu, laini kwa kumtaja Mwenyezi Mungu. Na wewe kufa katika sida, umwambie Mola wako subhana rabbiyal ala bihamdi. Kuna corona, kufa, umekufa na lisanuka ratbun bi dhikrillah. Mwanielewa vizuri kwamba mtume ameambiwa, amwambia Muadhi kufa, na ile hali ulimi wako uwe maimai kwa kumtaja Mwenyezi Mungu. Na sisi tufe, lakini kuna tufe na ndimi zetu zimtaje Mwenyezi Mungu katika sijda. Tufe na huku tumeshika mswafu, kuna corona, tutaka tufe, lakini lisanu ratbun min dhikrillah. Sio kwamba tusife wewe usije hapa umekuwa mzee. Mola atuambia Mola atuambia wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqinu, muabudu Mola mpaka kifo. Hiyo tuambia usije ati kuchelea utakufa. Subhanallah, kwani kule kufa kumekwa katika corona tu, kuna maradhi tele yako. Sasa hatuna dhikrullah, kumkumbuka Mwenyezi Mungu ambaye kwamba amemwambia mtume mwanadamu akizaliwa ameandikiwa riziki wa ajalihi wa amalihi
wa shaqiyun au sa'id, kwamba mtu kila mtu ana kifo chake. Leo mbona hatumtai Mwenyezi Mungu? Mbona hatumkumbuki kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu huyo ndio alionena haya kwamba kila mtu amewekewa kifo chake? Mwaweza mkangia katika ndege mwenda haji, ndege ikateketea, watu wote wakafa, mmoja tu akatoka hai, wamemwandikia asife na ndege. Mara nyingine wavuvi wenda baharini, wakapanda, ikiwa ni meli, ni jahazi, ni boti ikavunda. Wale mahodari wallahi wakenda zao mbele za Mungu, ukatoka mtu pangine kwa taka kuogelea hajui, akapata ubawe, aketwa mpaka ufuoni, mbona hakufa? Sasa na ikiwa corona mathalan ipo, itaua, iwate iue, wewe la kukondesha lipi? La Mwenyezi Mungu la kukondesha. Mungu mwesha ashandika biqatbi rizqihi wa ajali. Wata corona ije, wakufa afe wapi? Lisanu ratbun min dhikrillah, ufe na huku ulimi wake wamtaye Mwenyezi Mungu. Mwate mtu afe msikitini, mzee, mwate kijana afe msikitini, mwate yoyote katika msikiti wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awe ni wenye kuondoka ulimwenguni na huku amtaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe wenye kufa na huku ndimi zetu za mtaya Mwenyezi Mungu, tufe katika sijda, tufe katika Qur'ani, tufe na huku twaswali bega kwa bega. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wal afu minkum wa jazakumullahu khairan wa ba'dal khair. Jannatun na'im, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Wassalamu alaikum.